Inatosha hiyo. Oya jamani, wale nyie sogeni huku. Tale. Karibu tuambie nini ambacho leo tarehe 27 mwezi Juni mwaka 2025 tumekuja Mahakama Kuu ya Tanzania Division ya Ardhi Dar es Salaam kwa ajili ya shauri la ardhi namba 6075 ambalo lipo mbele ya Mheshimiwa Mohamed Gwae. Shauri hilo linawahusu Kanali Naftali Swai na wenzake 49 kama wadai dhidi ya Zainabu Abdalla Ismail kama mdaiwa wa kwanza, lakini Ashuru Awadhi Ashuru kama mdaiwa wa pili na Leondela Leonard Mdete. Sasa wadai katika shauri hili ni wafanyabiashara ambao walikuwa wanafanya biashara zao katika jengo la ghorofa lililoporomoka pale Kariakoo mwezi Novemba mwaka 2024. Tumekuja mahakamani hapa leo kwa ajili ya kuleta maombi mbele ya Mheshimiwa Jaji Gwae kuhusu nia ya wadai kubadilisha hati ya madai ili kuweza kuongeza wadaiwa wengine watatu ambao awali hawakuwa sehemu ya shauri hili. Sasa baada ya mabishano ya muda mrefu kutoka pande zote mbili, mahakama ilikubaliana na ombi tulilolipeleka la kutaka turuhusiwe kufanya mabadiliko kwenye hati ya madai na kuwaongeza wadaiwa wengine watatu. Lakini pia mabadiliko hayo mahakama imekubali kwamba yatasababisha kiini au msingi wa madai yetu pia yaweze kubadilika. Ingawa upande wa wadaiwa walikuwa wanapinga tusiruhusiwe, lakini mahakama imekubaliana na ombi letu na imetoa amri kwamba ifikapo tarehe 22 mwezi Julai mwaka huu tuwe tumewasilisha mahakamani hati ya mabadiliko kuhusu malalamiko yetu au madai yetu dhidi ya wale ambao tumewashtaki kwenye mahakama hii. Kwa hiyo kwa kifupi hayo ndio ambayo yametufanya tuwepo hapa kwenye mahakama hii leo. kwenye msingi wa shauri lenu ambalo shauri letu ni la madai ya ardhi namba 6075 la mwaka 2025 ambalo kama nilivyosema awali linawahusisha Kanali Naftali Swai na wenzake 49 ambao wao walikuwa ni wafanyabiashara pale Kariakoo kwenye jengo lililoporomoka mwaka jana. Sasa sisi tunalalamika kwamba licha ya kwamba tulilipa kodi, kwa maana ya wateja wetu walilipa kodi ya kuweza kuishi na kufanya biashara kwenye jengo lile, wameshindwa kuendelea kufanya biashara kwenye jengo lile ambalo wadaiwa walilibomoa kutokana na shughuli zao walizokuwa wakizifanya chini ya ardhi, na shughuli hizo walikuwa wanazifanya kinyume cha sheria. Kwa hiyo ilikuwa ni makusudi, wamechukua kodi za wateja wetu alafu wakafanya shughuli zilizopelekea jengo kuporomoka ili wateja wetu washindwe kuishi na kufanya shughuli zao pale. Kwa hiyo kutokana na kushindwa kuishi na kufanya biashara, wateja wetu wamepata hasara mpaka sasa hivi tunavyozungumza ya takribani shilingi bilioni 40. Kwa hiyo mahakama ikiridhika kwamba tulikuwa na haki ya kuendelea kukaa pale, wateja wetu walikuwa na haki ya kuendelea kufanya biashara pale, na kwamba kwa sasa hawafanyi hizo biashara kwa sababu jengo liliporomoka na kwa sababu kulikuwa pia kuna mkataba kati ya wadaiwa na wadai, basi mahakama ikubaliane kwamba sisi tumepata hasara kutokana na uzembe uliofanywa na wadaiwa kupelekea jengo lile likabomoka, na hasara hiyo ya shilingi bilioni 40 wanaowajibika kuilipa ni wale ambao tumewashtaki ambao mpaka sasa kabla mahakama haijatoa amri ya kubadilisha hati ya madai walikuwa ni watatu, kwa maana ya Zainabu Abdalla Ismail, Ashuru Awadhi Ashuru na Leondela Leonard Mdete. Lakini sasa tutakwenda kuongeza wengine wadaiwa watatu kwa sababu kuna taarifa zingine mpya tumezipata ambazo tunadhani zitatusaidia kuimarisha madai yetu kwenye kesi iliyoko hapa mahakamani. kuna haja ya kuweka wazi yale malalamiko ambayo umesema yataongezeka ama yatabadilika katika mahakama. Kuna haja ya kuyaweka wazi baada ya kuongeza hao wadaiwa watatu. Kwa sababu hao tunaowaongeza na wenyewe ni sehemu ya wamiliki wa jengo ambalo wateja wetu walikuwa wanaishi na kufanya biashara zao pale, na jengo ambalo kwa sasa halipo kwa sababu limebomoka, na waliolibomoa ni hao wadaiwa. Mimi kwa majina
Kwa majina nafahamika kama Madebe, lakini almaarufu Madebe, lakini jina langu Oigen Mgimba. Lakini sisi tuna madai pale, tunadai kwenye jengo lilo pale wametusababishia hasara, jengo liloanguka. Sisi tunadai jumla bilioni 40, kwa sababu sisi tumepata hasara na tumezuiwa haki ya kufanya biashara pale wakati tulikuwa tunapalipia kodi. Kwa hiyo sasa hatuna maduka, tunatembea tu mtaani. Kitu gani ambacho mmekiona kwamba kina umuhimu kuongeza au wadaiwa wengine watatu? Kwa sababu tunawafahamu ndio wadaiwa ambao walikuwa na mabosi wetu pale wenye nyumba zile, wamiliki wa lile jengo pale, hao wote watatu.